maharibifu yanayopatikana katika mapigano baina ya mtu na mtawala au baina ya kikundi cha watu na mtawala, na maharibifu yanayopatikana katika fitna baina ya watu na kiongozi wao, a'zamu min alfasadi alhasil bidhulmihim, ni makubwa zaidi kulikoni maharibifu yanayopatikana katika dhulma zao. Wewe tazama hawa viongozi na dhulma zao walizonazo, namna vile ambavyo wanavyowadhulumu watu, lakini watu wanaishi kwa amani, watu wanaishi kwa utulivu, watu wanafanya ibada, watu wanaingia marakiz kusoma, watu wanajifunza dini yao. Tazama hii hali pamoja na dhulma zao walizonazo. Angalia huo uharibifu unaopatikana kwa wale kuwafanyia dhulma watu, na uharibifu utakaopatikana pale watu watakapotoka mabarabarani wametoka dhidi ya watawala. Amani hakuna tena, utulivu hakuna tena, watu kutekeleza ibada zao vizuri misikitini kwa utulivu hakuna tena, kukaa kama hivi tunasoma hakutokuwepo tena. Kwa hivyo yale mafsada yanayopatikana katika kuwapiga vita wao na kuwafanyia fitna wao ni makubwa zaidi kuliko ni mafsada yanayopatikana kwa wao kuwadhulumu watu. Sisi tunaelewana vizuri. Biduni qitalin wala fitna, pasi na mapigano yoyote wala fitna. Anasema fala yudfa'u a'zamu alfasadain, hivyo hayaondoshi au haliondoshwi kubwa zaidi katika mafsada haya mawili, biltizami adnahuma, kwa kulazimiana na lile ambalo la chini yake. Na hapa ametaja maneno yaliyopo katika al-Minhaj, lakini amechanganywa, lakini alhasil anazungumzia mafsada yanayopatikana kwa watu kutoka dhidi ya mtawala ni makubwa zaidi kulikoni zile dhulma ambazo mtawala atakuwa akiwadhulumu watu. Tunafahamiana vizuri ikhwan. Kwa hivyo ukhawariji ni jambo la haramu katika Uislamu, na Uislamu uko mbali kabisa na haya ambayo wanaoyafanya watu wa al-irhabiyun, watu wenye kuleta milipuko na kuwalipua watu. Uislamu uko mbali sana. As-salafiyuna bari'una 'anil a'mali al-irhabiyya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.